Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye hauchoki kufuatilia mafundisho katika chaneli ya Mikono ya Kristo, tunakushukuru kwa moyo huo, kwa kuwa umekuwa kinara wa kufuatilia mafundisho ya neno la Mungu kupitia chaneli ya Mikono ya Kristo. Nasi tunasema Mungu akubariki sana, aendelee kukuimarisha, aendelee kukulinda, uzidi kupata neema ya kujifunza mafundisho mbalimbali tunayofundisha kupitia chaneli hii ya Mikono ya Kristo. Basi mpendwa, siku ya leo nimekuja na somo ambalo nataka tufundishane hapa namna sahihi ya kufunga. Na somo hili linabeba kichwa cha somo kinachosema namna sahihi ya kufunga. Ndiyo, namna sahihi ya kufunga. Kwa nini namna sahihi ya kufunga? Mfungo umekuwa ukiwachanganya watu wengi sana, hasa kwa Wakristo. Wakristo wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mbalimbali. Tunafungaje? Tufunge kwa namna gani? Kwa nini tunafunga? Imefika hatua wanajaribu kufananisha mifungo labda ya watu wa dini fulani na wao, basi imekuwa ikiwachanganya. Leo nimekuja na somo ambalo litakusaidia kuelewa namna sahihi ya kufunga. Unafahamu kwa nini unafunga? Swali la kwanza ambalo litakusaidia ni kufahamu kwa nini unafunga, ama kwa nini ufunge, ama kwa nini kuna mfungo. Sasa mfungo kama mfungo una kazi mbalimbali na una nia mbalimbali. Kuna mfungo kwa ajili ya toba. Mtu anafanya mfungo rasmi kwa ajili ya toba. Lakini kuna mfungo kwa ajili ya kuhuisha maisha yako ya kiroho. Kuna mfungo kwa ajili ya kuhuisha maisha yako ya kiroho. Lakini mtu mwingine anaweza akafanya mfungo kwa ajili ya malipizi ya jambo fulani. Yote hiyo ni mifungo. Kwa hiyo mpaka hapo utaelewa ya kwamba kumbe ili ufunge lazima ujue unataka kufunga kwa sababu gani. Sasa kipindi cha kanisa ambacho kinasema wakati fulani tutafunga, iwe mwanzoni mwa mwaka, iwe wakati wa Kwaresma, na wakati mwingine wowote ambapo kanisa linasema tufunge, lazima huo mfungo watakwambia unafungwa kwa sababu gani. Unaweza kusikia jamani, tufunge siku 40 kuliombea taifa. Kumbe unafanya mfungo ili kujitesa, kumsihi Mungu aweze kufanya jambo fulani la neema juu ya taifa. Labda mvua imekoma kunyesha kwa kipindi kirefu, watu wanaweza kuingia kwenye mfungo wa aina hiyo. Lakini mfungo ambao umezoeleka ni mfungo kwa ajili ya toba. Watu wengi wakisikia mfungo wanaelewa kwamba ni mfungo kwa ajili ya toba. Wapo sahihi sana, huo ni mfungo kwa ajili ya toba, ambapo kanisa pia lina taratibu, mara nyingi linaweka kila mwaka wakati fulani unakuwa ni wakati wa kufunga kwa ajili ya toba. Kwa nini unafunga kwa ajili ya toba? Unafunga kwa ajili ya toba kwa sababu katika maisha yetu tumekuwa ni wadhambi. Katika maisha yetu tumekuwa ni wakosefu. Katika maisha yetu tumekuwa na kumkosea Mungu mara kwa mara. Kwa hiyo tunatenga wakati fulani, tunafunga ili kumlilia Mungu aturehemu, ili kumlilia Mungu atuondolee yale mashtaka, ili kumlilia Mungu ili atufutie makosa, atusafishe. Tunamlilia Mungu ili kujinyenyekeza mbele zake kupitia mfungo, ili tuondolewe makosa yetu, tuanze upya. Tuanze upya kwa maana kama kuna mahali tulikuwa hatuwezi, basi kupitia huo mfungo utuwezeshe kuona kwamba tunaweza. Nilikuwa sipendi mambo ya ulevi,
nikaingia kwenye ulevi, nimeingia kwenye mfungo sasa, naacha ulevi, na kupitia mfungo huu utakapoisha nisiendelee tena na ulevi. Huo ni mfungo wa toba. Mimi nilianguka kwenye zinaa, basi naona nifanye mfungo sasa, ama nitembee na Wakristo wenzangu katika mfungo huu wa pamoja, labda wa siku 40, wa siku 20, vile ambavyo kanisa litakuwa limechagua, wiki moja. Basi kwa mfungo huu nitembee, niombe toba mbele ya Mungu, na Mungu anitie nguvu ili niweze kuacha zinaa. Nitakapomaliza mfungo wangu niendelee nikiwa safi na mambo ya zinaa yao yameisha kabisa. Huo ni mfungo wa toba, na ni mfungo ambao umezoeleka sana, mfungo wa toba. Sasa huu mfungo wa toba huu ni mfungo wa kujitesa na kujinyima, japo mifungo yote imesimamia hapo hapo kwenye kujitesa na kujinyima, lakini mfungo wa toba uko tofauti kidogo. Mfungo wa toba, unapofanya toba, unapojinyima chakula, mfungo wa toba unaendana na masuala ya utoaji, kwa maana ya kuwakarimu, ya kuwasaidia na kufanya matendo ya huruma kwa wale watu wenye uhitaji. Mfungo wa toba unaendana na matendo ya huruma. Kwa hivyo tunafundishwa njia nzuri kabisa ya kufunga. Unapofunga chakula, hauli chakula, unasema nitajinyima, mimi sitokula chakula, nimeamua kufunga kutokula chakula siku zote 10 ama 20 ama 30 ama 40, kulingana na mfungo wako wa toba uliouweka. Basi kwa mfano, unakula, ilikuwa asubuhi unakunywa chai, ilikuwa mchana unakula chakula cha mchana lunch, na jioni ama usiku unakula chakula cha usiku. Kwa hiyo kwenye kufunga kuna milo miwili inaondolewa. Milo ile ni asubuhi na mchana, alafu wewe unafunga usiku peke yake, ndio unafuturu kwa maana ya saa 12. Tunafunga masaa 12. Huo ndio mfungo wa kawaida, ama tunasema mfungo ambao ni standard, ni masaa 12. Kwa hiyo chakula cha jioni ambacho utafuturu ni chakula ambacho kisiwe chakula cha anasa. Kumbuka ni mfungo wa toba, na unapoenda mbele ya Mungu kwa toba lazima uende kwa unyenyekevu. Sio unaenda mbele ya Mungu umekunja mguu 4, umeweka 4 mbele ya Mungu. Hiyo ni dharau mbele ya Mungu. Sio unasema Mungu, nimefunga, nimejinyima, ikifika jioni muda wa kufuturu, basi unalipizia kile cha asubuhi na cha mchana na cha jioni, unachanganya na vingine, yani we ni kula tu. Huo unakuwa sio mfungo, huko utakuwa umeshinda na njaa, kwa sababu mfungo wa toba unaendana na matendo ya huruma. Kile ambacho unakuwa umekipunguza asubuhi na mchana, unakibeba kukipeleka kwa wahitaji, kwamba nilikuwa natumia shilingi 10,000 kwa siku, sasa natumia shilingi 4,000 kwa siku. Ile 6,000 unaichukua, unaibeba, unaipeleka kwa wahitaji katika kipindi chako chote cha mfungo. Ukifanya namna hiyo, utakuwa umetembea vizuri kabisa katika mfungo wa toba. Kwa hiyo mfungo wote wa toba lazima uendane na nia yako. Unataka kufanya toba juu ya nini? Hapa watu wengi wamekuwa wanapotoka sana na maneno ya mahali hapa. Wewe umekengeuka wapi? Kuna watu nimewahi kusikia wanasema wanafunga dhambi. Yaani mtu anafunga, anasema nimefunga kunywa pombe, alafu akimaliza kufunga anaendelea, nimefunga kufanya matendo ya zinaa, alafu mfungo ukiisha anaendelea na vitu vya namna hiyo. Nimefunga kusema uongo, alafu akimaliza mfungo anaendelea. Ndugu yangu, hatufungi dhambi. Mpendwa katika jina la Yesu Kristo, dhambi haifungwi. Hatufungi ili tuache dhambi kwa muda fulani, alafu baada ya mfungo tuendelee. Hiyo sio toba. Mfungo wa toba maana yake ni kujutia yale ambayo ulishindwa kujizuia. Sasa unajuta mbele ya Mungu, unamwambia Bwana wa majeshi, Bwana wa huruma, mwenye kurehemu, akurehemu kwa sababu ulishindwa.
Kwa hiyo kupitia kipindi cha mfungo ambacho natembea nacho, basi nikimaliza mfungo huu niwe safi na tendo hilo, kama ni la uzinzi, kama ni la uongo, kama ni la wizi na matendo mengine machafu ya namna hiyo, yani acha niepuke, niwe mtu mpya. Mfungo ukiisha na mimi niwe mpya. Nilikuwa mlevi wa kupindukia, basi mfungo wangu umeisha, wanisikie kwenye bomba tu, yule alikuwa mlevi, sasa hivi anajifanya ameokoka. Heri wakuambie maneno hayo, lakini mfungo umekuponya. Mfungo lazima uache historia katika maisha yako. Lazima mfungo ukufungue nira zako, ufungue kamba zako za uovu, uzifungue zilizokuwa zimekufunga. Hiyo ndio maana halisi ya mfungo. Mfungo wa nini? Wa toba. Unararua moyo wako, nafsi yako, matendo yako. Unapojinyima kula, unapojinyima kunywa, unajutia kama malipizi kwamba mimi nilikosea. Nakwambia Mungu wa mbinguni, nimekuja mbele zako, ninaomba msaada wako kupitia mfungo huu. Nilikosea hapa sikwenda sawa sawa, hapa sikuwa mnyenyekevu, hapa nilikuwa na dharau, nilikuwa nikiwasema hata walemavu vibaya, nilikuwa natamka matendo mabaya kwa wengine, nilikuwa nawacheka watu ambao wana maisha magumu, nilikuwa nawacheka na walemavu pia, na matendo kama hayo. Unamwambia Mungu kupitia mfungo huu, unitengeneze niwe mtu mpya, unitengeneze niwe mtu ambaye nitakuwa mwenye kukupendeza, unitengeneze mfungo utakapoisha nami niwe mtu mpya. Mfungo huo ni mfungo wa toba, ambao ndio mfungo umezoeleka na una kanuni zake ambazo nimeanza kukueleza kwamba cha kwanza unaweka nia ya mfungo wako. Watu wengi ikifika wakati wa kufunga ambao kanisa limekusudia, ama wewe mwenyewe unasema nataka kufunga, alafu unashindwa kuelewa kwamba huo mfungo ni wa toba na unatakiwa uweke nia ya kuomba toba na uweze kutembea kwa namna gani. Mfungo wa toba, huo ni mfungo wa toba. Sasa kwenye mfungo wa toba, kama nilivyosema hapo awali, lengo kuu sio kufunga dhambi. Lengo kuu ni kufanya malipizi. Lengo kuu ni kujutia. Lengo kuu, kuna mahali fulani ulikuwa huwezi, unamuomba Mungu na kumsihi kwamba utakapomaliza mfungo wako upaweze. Ulikuwa sio mtu wa kutimiza wajibu, ulikuwa mtu wa kulalamika, ulikuwa mtu wa kuona kwamba mambo hayaendi, ulikuwa mtu wa kwamba nataka nifunge mambo fulani na fulani yatokee, mbona hayatokei? Unamuomba Mungu akurehemu. Huu sio mfungo wa kulalamika. Huu mfungo kazi yake ni kutengeneza baina yako na Mungu wa mbinguni. Ulikuwa kiumbe ambaye Mungu alikasirishwa na matendo yako. Sasa unapokwenda mbele za Mungu, Mungu akurehemu kwa matendo yako. Usifunge vitu ambavyo utakuja kurudia kuvifanya. Usifanye hivyo. Unajua kabisa kwamba wewe ni mla rushwa, unafunga wakati wa mfungo wa toba, ukijua kabisa baada ya mfungo utaendelea kula rushwa. Ni heri ukaacha. Maana ya toba ni kujutia, na kujutia ni kuona kwamba haifai kuendelea na jambo hilo tena. Kwa sababu ukienda kufunga ukamlilia Mungu kwa changamoto za uovu wako, ukamtaka Mungu akurehemu, ikiwa moyoni mwako, nafsini mwako unasema kabisa kwamba baada ya mfungo huu nitaendelea, wewe unafanya kazi ya bure. Yani wewe hakuna unachokifanya. Ndio maana yani Mungu anaona ni heri ukayafanya mambo yako, ukiamua kumrejea Mungu umrejee moja kwa moja, usiwe mtu wa kuingia na kutoka. Ndio maana neno la Mungu linasema vizuri tu, Mungu ukiwa mtu wa vuguvugu anakutapika. Anasema sikutambui. Kwa shetani upo na kwangu upo, sikutambui. Mungu anatambua watu wa aina mbili tu. Ndio maana Mungu anasema nimeweka mbele yenu mema na mabaya, kwamba anajua yule mwanangu lakini amekengeuka, yuko upande wa pili, anakuona. Anasema huyu ni mwanangu lakini tuko pamoja, ananiabudu katika roho na kweli.
ninaendelea kumtunza na kumlinda. Wewe uliyekengeuka, utakaposema sasa ninataka kurudi kwa Baba, urudi moja kwa moja, usirudie. Usiseme narudi kwa Baba, umekaa kwa Baba miezi miwili alafu narudi tena Misri. Usiwe kama wana wa Israeli, wameshavushwa, wako njiani kwenda nchi ya ahadi, wanakumbuka masufuria ya nyama kule Misri. Hapana, kwenye mfungo usifanye kitu cha namna hiyo, hasa mfungo huu wa toba. Mfungo wa toba, nimejaribu kueleza kwa habari za mfungo wa toba, mfungo ambao kwa nyakati za kanisa wanaweka mara fulani, nyakati fulani za mwanzoni mwa mwaka wanafanya sana mifungo ya namna hii, kati ya mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 4. Hapa kuna mifungo ya toba. Kwaresma, wengine wanafanya Kwaresma, wengine wanafanya mifungo ya makanisa yao tu, kwa maana ya kwamba wanatenga muda maalum kwa ajili ya mfungo wa kufungua kuomba toba na kufungua baraka. Iko mifungo ya nyingi, lakini hapa najaribu kueleza mfungo wa toba, na nimekueleza vizuri kabisa kwenye mfungo wa toba. Usifanye toba ambayo unajua kabisa utairudia. Ninakusisitiza ndugu yangu, ni heri ukaendelea kumwomba Mungu akupe neema ya kuacha hiyo dhambi, ili unapoingia kwenye toba uwe umeacha kweli kweli. Wewe unayefunga alafu nasubiri mfungo uishe, unaendelea na huyo mwanamke wako, unaendelea na huyo mwanaume wako, wewe hiyo hatari unayoifanya ni hatari mbaya, kwa sababu wewe unamdhihaki Mungu. Unaenda kuomba toba mbele za Mungu ukijua kabisa kwamba haujaacha wala hautoacha. Sasa huko ni kumdhihaki Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo unapoenda mbele ya Mungu usifunge mifungo hiyo ambayo wanasema mimi nafunga kunywa pombe, wakimaliza kufunga wanaendelea na pombe zao. Huo sio mfungo, huko pia ni kumdhihaki Mwenyezi Mungu. Tunafunga kwa kusudi la kumlilia Mungu, mahali tulipokosea apatengeneze, tuende vizuri tunakomaliza mfungo wetu, tuishi katika maisha yale ya utakatifu. Ndani ya mfungo usisahau kutoa, kusaidia. Mfungo wa toba unaendana sana na matendo ya huruma. Sasa huo ulikuwa mfungo wa kwanza, namna sahihi ya kufunga, na nimesha kufundisha vizuri kabisa namna ya kufunga mfungo wa toba. Nitakuja nikueleza sasa mfungo ambao huu sio wa toba, ila ni mfungo ambao unakusaidia wewe kuimarika kiroho. Mfungo huu watu wengi ni kama hawaujui, ama ni kama wengine wanauona ni wa kawaida sana, lakini mimi naweza nikakwambia kwamba huu ni mfungo muhimu sana kati ya mifungo mingine muhimu. Mfungo wa kuimarisha roho yako, mfungo wa kuimarisha roho yako. Mfungo mwingine unafunga ili kuimarisha roho yako. Kwa nini uimarishe roho yako? Kwa sababu kuna matendo mengine hayawezekani kutendeka yakafanikiwa pasi na kufunga pamoja na kuomba. Kuna vitu katika maisha yako havitoweza kutokea, kuna mabadiliko hutoweza kuyaona katika maisha yako kama wewe hautokuwa na tabia ya kufunga kwa ajili ya jambo fulani la muhimu. Kufunga, mfungo huu ni muhimu sana. Mfungo huu ndio unaweza kuwa unaendesha maisha yako yote. Maisha yako yote yanaweza kuwa yanaendeshwa na mfungo wa aina hii. Maana ukiona mahali fulani jambo haliwezekani, unapoona mahali fulani kila ukifanya kitu hakiendi, unapaswa kuingia kwenye mfungo huu wa kuimarisha roho yako, kwa sababu neno la Mungu linasema roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Tunapata wapi neno hili? Tusome kitabu cha Marko sura ya 14 aya ya 38. Anasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, roho iradhi ila mwili ni dhaifu. Unaona hapa kuna maombi, wakeshe wakiomba, kwa maana mwili huu siku zote ndio dhaifu, roho haiwezi kuwa dhaifu. Kwa hiyo roho inataka kufanya,
mwili unakataa. Sasa mwili ukichoka, kwa mfano nasema roho inataka kwenda kwenye ibada kumwabudu Mungu asubuhi na mapema, unasema ngoja niende kwenye ibada. Mwili una usingizi, roho haina usingizi. Ndugu yangu, roho hailali. Labda unikueleweshe hilo kama ulikuwa ulijui. Sasa mwili ndio una usingizi, kwa hiyo mwili ndio dhaifu. Sasa Mungu anasema nini? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kumbe unapoomba unapata neema ya kutokuingia kwenye majaribu. Lakini si kuomba tu. Tunaona Yesu wakati anaanza huduma yake alienda kwenye kufunga, akafunga siku 40. Katika zile siku 40 mjaribu shetani akamjia nyakati za mwishoni. Wakati wa mwishoni mwa mfungo wake ndipo mjaribu alipokwenda kumjaribu. Kwa nini Yesu alifunga siku 40? Kwa sababu alikuwa anajiandaa kuingia kwenye huduma kubwa. Kwa alikuwa anatengeneza roho yake ikae sawa sawa, kwa sababu amebeba mwili wa kibinadamu moja kwa moja. Alikuwa mwanadamu kwa 100%, ingawaje alikuwa ni Mungu kwa 100%. Kwa hivyo alipokuwa mwanadamu kwa 100%, alipokuwa anakuja kuhubiri Injili, anajiandaa kwenda kuhubiri Injili, kuanza kazi yake ya kufundisha, alienda kwenye matengenezo. Matengenezo gani? Ndipo alipofunga siku 40 mchana na usiku bila kula. Lakini neno la Mungu linasema alifunga siku 40, lakini siku alivyokaribia kumaliza akasikia njaa, ndipo mjaribu akaenda kumjaribu. Lakini tunaona Yesu alishinda vita vyote. Nini? Mfungo wa matengenezo ya roho, mfungo wa kuitengeneza roho yako. Ukisoma Mathayo sura ya 4 aya 4, anasema naye akamjibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwamba mtu hataishi kwa mkate. Yesu wakati anayajibu haya alikuwa kwenye mfungo, na shetani ndipo alipomwambia kwa kuwa ana njaa achukue lile jiwe alibadilishe liwe mkate. Yesu anamwambia hatuishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Yesu anajaribu kumwambia nini? Sio kila wakati tunatakiwa tule. Kuna wakati tunatakiwa tujikatalie chakula. Kuna wakati tunatakiwa tujikatalie kinywaji, tujikatalie kwa maana ya kufunga, kwa sababu Yesu alikuwa anajibu haya akiwa kwenye mfungo. Mfungo wa Yesu haukuwa mfungo wa toba, ulikuwa mfungo wa kuimarisha roho. Kwa hiyo tunapofunga vile vile, hata unapokuwa kwenye mfungo wa toba, roho yako inaimarika. Lakini yule anakuwa ni lengo la mfungo wa toba. Ila mtu mwingine anaweza kufanya mfungo kwa ajili ya kuimarisha roho yake tu. Anataka kuimarisha mambo yake ya kiroho, anataka kujimarisha, kujiweka karibu zaidi na Mungu. Kwa hiyo kuna mfungo wa kuimarisha roho yako. Unasema mimi nitafunga, nitajikatalia chakula, nitajikatalia kinywaji ili nipate kuwa karibu na Mungu. Nataka kusema na Mungu kwa ukaribu. Ndio maana Yesu alifanya kitu cha namna hiyo. Alikuwa anatafuta nguvu ya kiroho, ili akaifanya huduma katika ile hali ambayo anaenda kukutana nayo, kwa sababu huduma yake ilikuwa ni ngumu. Ilikuwa sio huduma rahisi. Ndio maana ilazimika aanze na mfungo, kwa sababu ya aina ya huduma aliyokuwa nayo. Kumbe sisi wote tunazo huduma. Kulingana na aina ya huduma tulizonazo, tunapaswa kuwa na utaratibu wa kuwa tunafunga ili kuimarisha roho. Mfungo wa pili nimekwambia ni mfungo wa kuimarisha roho. Na lengo moja wako la kufunga ni kuipa roho yako nguvu ili uweze kupambana wakati wa kujaribiwa kwako, uweze kuvishinda vishawishi vya mwovu. Unapata nguvu ya kushinda vishawishi. Kuna majaribu yanakuja ni mazito ambayo kwa kawaida usingeweza, lakini ukiwa na utaratibu wa kufunga kuimarisha roho yako, maana yake ni kwamba majaribu kama hayo yakija, wewe hayakusumbui, kutokana na roho yako inakuwa imeimarika na mwili wako unakuwa umeimarika. Kwa hiyo majaribu yote unaweza kuyashinda. Huo ni mfungo wa aina ya pili. Namna sahihi ya kufunga. Unafunga kwa ajili gani? Maana watu wanafikiri kufunga ni kufunga tu. Mtu hajui anafunga kwa ajili ya toba, hajui anafunga kwa ajili ya kuimarisha roho yake, ama unafunga kwa ajili ya kupata kibali. Mfungo mwingine ni mfungo kwa ajili ya kupata kibali. Kuna mifungo mingine ni mifungo ambayo kuna vitu haviendi sawa sawa. Kuna mambo hayaendi sawa sawa. Na wewe kwa nafasi ulionayo unahitaji kupata kibali fulani.
unahitaji kuingia kwenye malango ambayo sio hadhi yako, aidha kwa wakati huo ama jumla sio hadhi yako. Unahitaji kuonana na wakuu ambao wao wanahitaji kibali kikubwa ili kwenda kuonana nao, na wewe una shida nao. Unahitaji kwenda kufanya interview ambayo sio ya kawaida. Unahitaji kwenda kufundisha mahali ambapo pana changamoto ya imani, pana nguvu za giza zisizo na kifani. Maeneo kama hayo unafanya mifungo ya kibali, mfungo kwa ajili ya kibali. Unamwambia Bwana wa majeshi akupe kibali, Bwana wa majeshi akupe kibali, akuinulie kibali mahali unapoenda. Mfano wa mfungo wa namna hii, soma kitabu cha Esther kwenye Biblia ambazo za kitabu cha Esther kimekamilika. Soma habari za Esther. Esther, wale ndugu zake walivyotangaziwa kuuawa, Esther alichanganyikiwa pamoja na mjomba wake Mordekai, na wasijue cha kufanya. Mordekai anamwambia Esther, nenda akamwambie mfalme tunataka kuuawa huku, adui yetu Hamani kashapoa karatasi la kutuua, atatuua huyu. Esther anamwambia mjomba wake, nitaendaje mimi wakati zamu yangu ya kwenda kumuona mfalme haijafika? Na ilikuwa ni kawaida, ukienda kumuona mfalme kinyume cha utaratibu unauliwa. Haijalishi wewe ni mke wa mfalme, haijalishi, kwa sababu mfalme alikuwa na wanawake wengi. Kwa hiyo Esther akapata hofu, naendaje mimi kwenda kuongea na mfalme yule wakati siku zangu za kwenda kuongea naye hasijatimia? Mordekai anamsisitiza, nenda, wajuaje ulikuwa kwenye nafasi hiyo kwa sababu ya wakati kama huu? Esther anawaambia ndugu zake, sasa sikilizeni, nipeni nguvu, niinueni, Wayahudi wote fungeni. Anawaambia ndugu zake wote, waambie huko wafunge. Anaambia mjomba wake Mordekai, waambie Wayahudi wafunge, na mimi na wafanyakazi wangu tunafunga, wote tunafunga. Tena hawa walikuwa wataki mchezo, walifunga siku 3 bila kula. Esther anatafuta nini? Esther anatafuta kibali, kibali cha kwenda kumuona mfalme. Kwa hiyo kuna mfungo mwingine unafunga kwa sababu ya kibali. Esther akafunga siku 3. Alipomaliza, pamoja na Wayahudi walipofunga siku 3 wakamaliza, Esther akavaa mavazi yake ya kimalkia, anakwenda kumuona mfalme. Mfalme akamwangalia, akamnyoshia fimbo, anamuita kwamba ameenda kinyume cha utaratibu, lakini akamwita. Haitoshi, neno la Mungu linasema Mungu alibadilisha moyo wa mfalme. Ile adhabu ya mfalme iliondoka, akapata moyo wa nyama. Anamwambia Esther, nini haja ya moyo wako? Esther anamweleza shida yake kwamba Wayahudi wote tumetangaziwa kuuawa na adui yetu ni Hamani. Mfalme anabadilisha maamuzi, wakati mfalme ndio aliyomwandikia Hamani ile waraka wa kwenda kuwaua hao Wayahudi. Anabadilisha waraka ule, matokeo yake mfalme huyo anaagiza huyo Hamani akamatwe auawe, wakati mfalme ndio alitoa kibali cha Wayahudi kuuawa. Nini kilitokea hapa? Kibali kutoka kwa Mungu. Je, kibali hiki kilipatikana kwa njia gani? Ni kwa njia ya mfungo. Esther alifunga siku 3 bila kula, bila kunywa. Kwa hiyo tunaona mfungo mwingine ni kwa ajili ya kujipatia kibali. Kwa hiyo ukija kutazama mifungo ni almost mifungo ya aina 3. Mfungo wa toba, tunasema mfungo wa toba. Alafu kuna mfungo wa kuimarisha roho yako wewe mwenyewe. Alafu kuna mfungo ambao unakwenda kwa ajili ya kibali. Yesu hakuwa na mfungo wa toba. Yesu alifanya mfungo kwa ajili ya kuimarisha roho yake. Yesu hakwenda kutubu dhambi. Tunamwona Esther hakufanya mfungo wa toba. Esther alifanya mfungo ili apate kibali. Alafu tunaona hao watu wa Ninawi walifanya mfungo kwa ajili ya nini? Ya toba. Wakafunga masaa 24 bila kula. Mpaka wanyama wao nao wakafunga, nao walivunja rekodi, mpaka wanyama walikuwa hamna kula. Masaa 24 hakuna kula. Nini? Wanafanya toba. Kwa kumbe unapotaka kufunga, unafunga nini? Unaanza kuelewana vizuri. Na hamna sahihi ya kufunga. Sio tu umefika mwezi wa kufunga kama ilivyo utaratibu na wewe unaenda tunafuata mkumbo, tumefunga, ikifika asubuhi hauli, ikifika jioni ndio unafuturu, unafunga. Umefunga nini mwenzetu? Hujui. Wewe unafunga nini? Una nia gani kwenye mfungo wako? Hauna. Sasa wewe unafunga nini? Yaani unafunga ili upate nini? Yaani maana yake unajishindisha na njaa. Kula ndugu yangu. Moje, kula. Acha kukaa na njaa. Utakuja kujutia mwisho wa safari. Mungu atakuuliza, sasa ulikuwa unafunga nini? Si ungekula tu. Kwa sababu hujui unachofunga. Haujui. Funga yote nayo nia, una nia gani?
Na unapofunga mfungo wowote, kesho unaanza kufunga, lazima leo ndio useme ninafunga mfungo huu kwa ajili ya. Tunaelewana vizuri hapo? Ninaanza mfungo wangu kwa ajili ya toba, ninatubu mimi dhambi zangu. Usiingie tuna wenzao kulupu, imeingia Kwaresma na wewe unaingia unafunga, basi Kwaresma imeingia. My friend, sasa unafunga nini? Unafunga Kwaresma? Kwaresma ndio nini? Nafunga, kanisa limesema tufunge siku 40. Unafunga nini? Wewe sasa unafunga nini? Kanisa limeweka utaratibu wa pamoja ili mfunge, kila mmoja na maovu yake, kila mmoja na changamoto zake, kila mmoja na shida zake. Unajua kabisa unaishi uchumba sugu, unajua kabisa unaishi mambo ya kikahaba, unajua kabisa wewe ni jambazi, unajua kabisa wewe ni mla rushwa, unajua kabisa yani wewe ni mtu ambaye ni muovu, alafu unasema ngoja nifunge, nikimaliza tutaendelea. Sasa unafunga ili wewe. Acha ndugu yangu, acha. Nakusi, acha. Acha tu. Yani acha. Ninasema kama mtumishi wa Mungu, acha, usifunge, hakuna faida. Kwa sababu unafunga ili kuweka rekodi. Nilifunga na nikaacha kunywa bia. Namshukuru Mungu katika mfungo wangu. Nilipofunga, nilipomaliza na zinaa niliacha kabisa. Nilipofunga nikamaliza nikaacha zinaa, baada ya mwaka mmoja nikaoa. Wewe ni safi, excellent, vizuri. Lakini unasema wewe tulia kwanza, tulia. Ngoja mfungo uishe. Wewe ndugu yangu unafunga ili weje? Hamna haja ya kufunga. Namna sahihi ya kufunga. Watu wengi wanafunga kwa sababu wakati umefika. Watu wengi wanafunga kwa sababu familia imefunga. Watu wengi wanafunga kwa sababu wanawaona watu wanafunga. Na imefika wakati watu wengine wanawakasirikia watu kwa ajili ya mfungo. Yani mfungo wa kwako wewe, kwa ajili ya manufaa yako wewe, unamkasirikiaje mtu mwingine? Mimi sijafunga kwa sababu sioni ninachotaka kufunga ni nini. Nasubiri wakati nitubie, labda sijakusudia kuacha dhambi zangu. Nafunga ili waje sasa. Unikasirikia uovu wangu mimi. Unakasirikia uovu wangu mimi. Usinikasirikie mimi. Neno la Mungu linasema mfungapo mpake na mafuta usoni na kwenye lipsi. Msikae kama vile watu ambao wana kiu, msipauke. Muwe mnameremeta. Neno la Mungu linasema mnapofunga mmeremete. Msijioneshe kama mmefunga. Wao unafunga na nikunjia mimi sura. Ili iweje? Mimi sikuambia ufunge. Kufunga ni kujutia dhambi zako na nikasirikia ili iweje? Usimkasirikie mtu kwenye mfungo. Umepanda kwenye daladala mwenzako anakula chips kuku. Tulia. Wewe endelea kutubia, unatubia dhambi zako, wewe mwache wenzako. Yaani bwana, watu hatuelewi kabisa. Mtu anamkasirikia, unakuta mtu anamkasirikia mtu tu. Wewe sisi tumefunga, wewe unakula. Kwani mfungo kwa ajili ya huyu anayekula, kwa ajili yako wewe? Pengine ujaribu lako la kwenye mfungo sasa Mungu akuletea. Tulia. Ishi mfungo wako. Kazania mfungo wako. Hayo makosa ni ya kwako. Toba ni ya kwako. Rehema unatafuta ni ya kwako, tafuta rehema. Hautafuti rehema kwa ajili ya mtu mwingine. Wewe utaweza ulimwengu huu, utaiweza dunia hii. Umepata neema ya kufunga, funga. Achana na wengine, usikasirikie wengine, wafurahie tu. Kwa sababu kanuni mojawapo inaweza kutengua somo yako ni kuwa na hasira na kukasirikia watu wengine bila sababu. Uwe na upendo. Nimekuambia mfungo wa toba unaendana matendo ya huruma. Sasa matendo ya huruma na kukasirikia watu, wapi na wapi? Wapi na wapi? Funga kwa sababu unajua unafunga nini. Wapi umekosea? Unataka Mungu akurekebishe wapi? Akupige msasa wapi? Kwenye mfungo huu ambao mmeuzoea. Watu wengi wamezoea mfungo huu wa toba. Ndio wameuzoea. Nimekupa aina 3 za mifungo. Mfungo wa kutubu, mfungo wa kuimarisha roho yako, na mfungo kwa ajili ya kupata kibali. Kufunga ni wakati wowote. Inawezekana Kwaresma imepita, wakati wa kanisa elekezi umepita, lakini wewe ukawiwa kwamba hapa kuna jambo langu mimi hapa nimemkosea Mungu. Mungu, ngoja nifunge siku 9. Ngoja nifunge siku 10. Ngoja nifunge mwezi mmoja. Nimlilie Mungu. Fanya hivyo, usisubiri Kwaresma. Kwaresma ni kipindi tu. Sio kwamba eti Kwaresma imefika basi lazima iwe Kwaresma. Hapa katikati unaweza ukasikia ndani yako kufunga. Funga tu baba, funga mama, funga dada, funga kaka, funga. Mtafute Mungu. Usimtafute Mungu kwa nyakati za jumla peke yake. Hizi ni nyakati ambazo kanisa limeamua kuweka utaratibu ili twende pamoja, lakini haikuzuii wewe kufanya mifungo yako wakati mwingine. Unaweza kufanya mifungo wakati mwingine. Wakati wengine wanafurahia, wewe unafunga. Unajitesa mbele ya Mungu, unasema hii sio sawa sawa. Hata Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, waliwauliza, "Kwa nini hawafungi wanafunzi wako?" Akasema, "Hawezi kufunga kwa sababu kuna bwana harusi."
Subirini bwana harusi aondoke nao watafunga. Unaona nyakati zilitofautiana, kwamba wao wanaingia kwenye mfungo, lakini wanafunzi wa Yesu wapo na Yesu hawezi kufunga. Kumbe unaweza kumwambia mwenzako afungi, kumbe anazo sababu zake kwa wakati afungi. Kuna wakati ukifika atafunga, ni yale tu, wakati ukifika atafunga. Hakuna wakati maalum kwamba usipofunga wakati usifunge tena, hakuna. Huo ni utaratibu tu wa kanisa. Nafikiri tutakuwa umeelewa vizuri maana halisi ya mfungo na nguvu ya mifungo. Nimekupa mifungo ya aina 3 ambapo watu wamezoea mfungo wa aina moja. Mimi nimekupa mifungo ya aina 3, mifungo ya maana kabisa. Mungu aendelee kuitia nguvu. Endelea kufuatilia mafundisho katika channel ya Mikono ya Kristo. Tunasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Na haya ndiyo maarifa yenyewe ambayo tunakujuza ili upate kujua ufalme wa Mungu na kuufikia ufalme wa Mungu kwa matendo, kwa maneno, kwa kutimiza wajibu. Usianguke mahali popote, uweze kuona na kurithi ule ufalme wa mbinguni. Haleluya. Endelea kufuatilia mafundisho pia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Pia endelea kushare na wengine waendelee kupata mafundisho haya, na Mungu atakubariki kwa kuendelea kushare mafundisho haya. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Mpunga. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.